Karibu katika maonyesho ya biashara ya kimataifa katika viwanja vya Sabasaba vilivyopo barabara ya Kilwa. Miongoni mwa washiriki wa maonyesho haya ni mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii, ambapo tarehe 6 ya mwezi wa 7 walikuwa na tukio kubwa la kuwakaribisha watu wote kutembelea hifadhi hiyo katika kampeni ya Karibu Nyumbani. Kampeni hii ya Karibu Nyumbani ina lengo la kuikumbusha dunia kuhusu binadamu wa kale ambaye historia inamtaja kwamba alipatikana ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kama inavyoelezwa na mhifadhi wa mambo ya kale Ladislaus Kashaija. Takriban miaka milioni 3.6 iliyopita, Zamadami maarufu sana barani Afrika na ulimwenguni kote alitembea kwa miguu miwili ndani ya eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Zamadamu huyu anajulikana kama Australopithecus afarensis. Zamadamu huyu ana umuhimu wake kwa sababu mwaka ujao 2027 itafanyika mashindano ya Afrika, na kwa sababu kwa mara ya kwanza hapa Tanzania na kwa mara ya kwanza Zamadamu alitembea kwa miguu miwili eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, basi sisi tunachukua nafasi hii kuelezea ulimwengu na mataifa yote ya Afrika kuhusu umuhimu wa huyu Zamadamu. Zamadamu huyu anatutambulisha kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo chipu zitakazokuwa zinacheza, basi na wageni watakao kuja wote wakielekea mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, basi watakuwa wanamwenzi huyu na kuitangaza nchi yetu, kuendelea kuitangaza kimataifa hadi taifa. Ni kwa namna gani huyu Zamadamu aliacha hizi nyayo? Ni takriban hiyo miaka milioni 5.6. Milipuko 7 kutoka mlima wa Lemanguru ambao uko ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro ulilipuka kwa nyakati tofauti na kushusha jivu chini ya uso wa dunia, na baadaye huyu Zamadamu ajulikana kama afarensis aliweza kuacha hizo nyayo, na baadaye tilihifadhiwa na milikupo wengine ambao politokana na mlima huo huo na hatimaye kuhifadhiwa, lakini mvua iliweza kupoza ule moto wa volkano na kutengeneza uji ambao uliweza Zamadamu aliweza kupita juu yake na kuacha hizo nyayo. Lakini subienda kwenye eneo la Olguvai, nako kuna historia nyingi sana katika chimbuko la binadamu. Kwanza, kuna tabaka 5 ambazo zinaweza kutuelezea nini kilitokea katika kipindi cha miaka milioni 2 iliyopita. Pia kuna masalia ya binadamu ajulikanaye kama Zinjanthropus. Huyu ni Zamadamu maarufu pia duniani ambaye ametuheshimisha kitaifa na kimataifa. Lakini kuna Zamadamu mwingine anaitwa Homo habilis. Huyu Zamadamu pia amepatikana katika eneo la Olguvai. Huyu pia ndiye muasisi wa kutengeneza zana za mawe za mwani. Kumbuka, Ngorongoro ni muhimu sana katika hizo zana ambazo zimepatikana duniani. Kuna zama za mawe za mwanzo, zama za mawe za kati, zama za mawe za mwisho. Zote hizo zimepatikana ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Katika hilo tunapozungumzia humanity, ubinadamu, kwa maana kwamba civilization, ustaarabu na
uwezo wa kutengeneza viwanda umeanzia mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Hawa Damadam walikuwa na uwezo wa kukusanya malighafi na kukaa sehemu moja ambayo viliwawezesha wao kutengeneza zana na hatimaye kuvitumia. Lakini Damadam mwingine anajulikana kama Homo erectus. Huyu naye ndiye muasisi wa kutengeneza zana bora ambazo zimepatikana hapa ulimwenguni, zana za mbao. Lakini pia ndiye muasisi wa kutengeneza moto kwa kufikicha. Damadam mwingine ni wa kisasa ambaye pia amepatikana mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, aitwaye kitaalam Homo sapiens, mimi na wewe. Lakini katika historia ya aina yake Ngorongoro, mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, huyu Homo erectus aliyepatikana hapo ndiye aliyehama Afrika na kwenda mataifa mengine kama Ulaya na Asia. Sasa katika kuenzi umuhimu huo, ndio maana tumekuja na dhana ya kusema Ngorongoro ni nyumbani. Karibu nyumbani. Kwa kifupi, naomba niishie hapo, maana dakika 5 zimeisha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Katika tukio hilo, mgeni rasmi alikuwa ni kamishna wa uhifadhi wa mambo ya hifadhi ya Ngorongoro, Bwana Abdulrazak Badro, ambaye alitumia jukwaa hilo kuwakaribisha watu nyumbani. Sisi kama mamlaka ya Ngorongoro tunaona fahari kuwa ni wasimamizi wa sehemu muhimu sana katika nchi hii. Kama ambavyo imeelezwa, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ni moja kati ya vivutio vikubwa, sio tu hapa Tanzania, bali katika Afrika na katika dunia nzima. Na mamlaka ya Ngorongoro ni makususi, pamoja na kwamba ni sawasawa la vivutio vingine, kwa sababu inazo sifa nyingine kede kede kwa Kiswahili cha Ngorongoro. Kuna kasoko maarufu inafahamika kama kreta. Hiyo hadithi yake ni kubwa sana, tutaizungumza siku nyingine. Kuna mandhari nzuri sana kule. Kuna tamaduni mbalimbali kama ambavyo wenzangu wameeleza, lakini tamaduni mapususi ni za ndugu zetu wa Hira, Datoga, Wahadzabe na nani wengine wanne sawa, Masai, watu walioka mwisho. Kwa hiyo hawa ndio wanaounda jamii za watu ambao wanaishi ndani ya eneo la hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro na wanazunguka eneo la mamlaka ya Ngorongoro. Umuhimu wa jamii hizi ni utamaduni mahususi ambao jamii zinautunza na kuonyesha kwa namna mbalimbali. Kama ambavyo leo umepata fursa kidogo ya kuona tamaduni ya ndugu zetu waliokuja hapa, kuonyesha kidogo, lakini ziko nyingine nyingi sana. Lakini pamoja na hayo ni kwamba ni sehemu ambayo imetunza historia ya aina yake, na hili ndio tunalotaka kulizungumza leo, kwamba Ngorongoro ndiyo sehemu ambayo inatunza historia ya wanadamu wote duniani, na wanadamu wote kama tulivyoambiwa wanaotembea kwa miguu miwili. Imekwisha elezwa na haifahamiki sana. Kwa hiyo kufikia kwenu na wadau wengine, tunaizungumza hii kwa fahari kubwa sana, kwa sababu tunafahamu hapa kuwa mwanzo wa maisha ya binadamu kuna maana kubwa sana. Kuwa mwanzo wa wanadamu na historia, kama mnavyofahamu, ni kwamba mbinu mbalimbali za kufanya kazi kwa mikono, historia inatuonyesha kwamba zimeanzia Ngorongoro kama ilivyoelezwa. Tamaduni mbalimbali na zile ambazo mnaendelea kuziona, lakini kwa uwasusi mkubwa zaidi kwa sababu ya historia inayoonyesha kwamba takriban miaka 3.5 ushahidi umeonyesha kwamba kulikuwa na nyayo
za wanadamu ambao baadaye ndio waliokuja kuthibitika kwamba wanatembea kwa mguu. Kwa hivyo hiyo ni historia kubwa sana, na sisi kama Tanzania kupitia Ngorongoro tunaona fahari kuwa ni chanzo cha historia muhimu kama hiyo. Na pia mnafahamu kabari maarufu ya Zinj Tropas na wengine papa wanapatikana kule Olvaigos. Sasa historia yote hiyo, na bahati nzuri sana kwa siku za karibuni miguu ina hadithi kubwa sana. Kazi za miguu mnazijua. Miguu inafanya kazi ngapi? Inatembea. Miguu inacheza dansi, si ndio Miguu inacheza kabumbu. Na ndio maana baada ya kuthibitisha kwamba miguu inayocheza kabuku leo ilitoka Ngorongoro, tumeamua sasa kusherekea pia mafanikio ya wale wanaotumia miguu katika kucheza kabumbu na vitu vingine, kwamba hii isingekuwa ni Ngorongoro wasingekuwa hata. Lakini pamoja na mambo mengine, tunaona fahari pia sisi kama mamlaka ya Ngorongoro kuwa ni sehemu ya uhifadhi, kuhifadhi maliasili, kutunza mazingira. Kama mnavyojua mazingira ni muhimu sana. Maliasili, wanyama aina mbalimbali ni muhimu sana. Na Ngorongoro ni moja kati ya sehemu ambako wanyama maarufu 5 wanapatikana kwa wingi katika sehemu ndogo zaidi. Lakini pia katika Tanzania ni sehemu ambayo ina hifadhi jamii ambazo zilielekea kutoweka kama faru weupe na faru weusi, wote wamo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo kwa hayo yote ndio maana tukawakaribisheni na nyinyi mje kusherehekea na sisi mambo ya Ngorongoro, kama ni mambo makubwa sana. Lakini muhimu tukasema, kwa sababu sisi wote tumetoka Ngorongoro ambako ndio nyumbani kwetu, tumekujeni kukuita mrudi nyumbani. Kwa hiyo ndio maana leo tumekuita mshirikiane na sisi katika kuwakaribisha watu wote nyumbani, watu wote waliopo Dar es Salaam, watu wote Tanzania nzima, watu wote katika Afrika, watu wote kutoka duniani. Sasa tunakaribisha waje nyumbani Ngorongoro kwa ajili ya kushuhudia na kupata ladha ya sehemu walikotokea. Kwa mara nyingine tena tunawashukuru sana. Tunawakaribisha nyinyi na tunawakaribisha wengine kupitia nyinyi kuja Ngorongoro kusherekea nyumbani kwao na kuja kuwa ni mabalozi wa kuitangaza Ngorongoro na maajabu ya Ngorongoro. Na Ngorongoro kwa maneno machache sana tunasema ni sehemu ya maajabu. Hebu siku yote ukimsikia mtu anasema Ngorongoro, mwambie wewe utapata fursa ya kuona maajabu. Na maajabu yake ni ya ajabu. Nafikiri wengine mtakuwa mmemwona ajabu. Wale ambao mjamuona ajabu, mkija Ngorongoro mtamuona ajabu, na mke wake anaitwa Mwajabu, ambao kupitia kwao tunaendelea kutangaza vivutio, lakini hasa tunaendelea kutangaza maajabu ambayo yako Ngorongoro. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena nawashukuru sana, na kupitia kwenu na wakaribisha wote nyumbani. Karibu nyumbani Ngorongoro, sehemu ambako maisha yetu yaliko anzia. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Naye mchezaji wa soka Shomari Kapombe kutoka klabu ya Simba pamoja na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, ambaye alikuwa mgeni maalum, naye ya kusita kulizungumzia tukio hilo. Nimefurahi kwanza kuwa hapa, na nimefurahi sana kuwa na ndugu zangu wa hifadhi ya Ngorongoro katika tukio hili kubwa la kuweza kukaribisha watu wote duniani kuweza kuja ndani ya hifadhi yetu ya Ngorongoro. Na kama mnavyojua kwamba na ushahidi upo wa historia yetu kwamba binadamu wa kwanza amejulikana na ametambulika katika hifadhi ya Ngorongoro, na nyayo zake zimepatikana pale. Na kama mnavyojua alianza kutembea kwa miguu miwili, na mimi kama mchezaji natumia miguu miwili, kwa hiyo na imani kwamba mpira ulianzia pale. Kwa tukio hili na waomba wachezaji na wanamichezo wote kuweza kukaribia au kufanya mapumziko yao
katika hifadhi ya Ngorongoro kwa sababu kuna vitu vingi vya kwenda kujifunza na vile vile kuna vitu vingi vya kwenda kuenjoy. Kwa hiyo namuomba kamishna, mimi nitakuwa mtu wa kwanza katika mapumziko haya na familia yangu kuweza kufika pale Ngorongoro. Asante sana. Bila shaka nawe mtazamaji, kutokana na hiki ambacho umekiona na kukisikiliza, utatembelea mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ili kuweza kushuhudia asili yetu.